katika kijiji cha Ng'ang'ange, wilaya ya Iringa vijijini, mkoa wa Iringa, sasa ni wilaya ya Kilolo. Elimu. Alisoma elimu yake ya msingi huko Ng'ang'ange, akachaguliwa kujiunga na elimu ya juu kwa wakati huo huko Nyabula Middle School. Akajipatia elimu yake ya ufundi pia huko Tosamaganga, iliyokuwa inasimamiwa na wamisionari wa Konsolata, na kujipatia elimu yake ya dini hapo na kubatizwa tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 1954 na Padre Joseph Pochettino. Baada ya hapo alipewa kazi ya kufundisha kama mwalimu wa dini. Kwa wakati huo angeitwa katekista hapo Nyabula. Baada ya kukaa na kufundisha huko Nyabula, alitumwa Usokami kama mwalimu wa shule hizo za middle school na mwalimu wa dini mwaka 1961. Alipofanya kazi hiyo hapo Usokami, alitumwa tena Chogo kufanya kazi hizo mbili, na ndiye akawa mwalimu wa kwanza wa kufundisha dini na elimu dunia kwa kanisa Katoliki. Alifanya kazi hiyo kwa muda mrefu, na baada ya hapo ukawekwa mfumo mwingine wa elimu ambapo walimu wa dini waliitwa makatekista. Mwaka huo alipopumzika kazi hiyo, aliteuliwa kuwa katibu wa chama na serikali mwaka 1974, na alifanya kazi hiyo miaka 18 katika vijiji mbalimbali ikiwemo kijiji cha Mapanda, Chogo, Usokami, Ukami na Ihimbo. Ulipowekwa mfumo mwingine wa kutenga chama na serikali, aliacha na kuendelea na majukumu mengine ya kifamilia. Pamoja na changamoto mbalimbali alizopata, hajawahi kukata tamaa. Mwaka 1999 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Chogo hadi mwaka 2004, akiwa ndiye mwenyekiti aliyeanzisha ujenzi wa zahanati ya Chogo. Mafanikio yake: akiwa mwalimu amewafundisha wengi, na wengi wamepata mafanikio makubwa, wakiwa ni Wakristo wazuri hadi sasa, waliofunga ndoa na wanaopokea masakramenti kwa kufundishwa dini na yeye. Alipenda kukaa na watu wote na kuwaasa wasikate tamaa, wasiogope, wasimchukie yeyote, na wampende Mungu kwa kusali daima. Lakini cha pekee wasaidiane na kuwapenda watu wote. Ni mtu aliyekazia mtu akianguka asimame akili na kusonga mbele. Kwake ndiyo ilikuwa ni ndio na sio ni sio. Alikataza kabisa mtu kukubali kuonewa. Familia. Mzee Konstantino ameacha watoto 17, wa kiume 8 na wa kike ni 9, wajukuu 56, vitukuu 31. Ugonjwa. Katika uhai wake mzee alijaliwa afya njema, isipokuwa magonjwa madogo madogo tu ambayo hayajawahi kumlaza hospitali. Hata hivyo, mzee Konstantino Mfaume Rwenzurure alikuwa kwa muda mfupi tarehe 18 mwezi wa pili mwaka 2026 kwa kuwaeleza watoto kwamba hana hamu ya kula chakula na kwamba anajisikia uchovu wa mwili wake na kukosa nguvu. Alisaidiwa na madaktari wa Chogo
kwa namna moja ama nyingine hali yake haikubadilika, na tarehe 22 mwezi wa 2 2026 alipelekwa kituo cha afya Usokani, na siku hiyo alipata matibabu ya kutosha, lakini Mungu akampenda, akakata roho majira ya saa 4:30 usiku, baada ya kupewa mpako mtakatifu wa wagonjwa kwa kusaidiwa na mapadre wa parokia Usokani na makamu wa askofu jimbo la Mafinga waliofika na kusali. Kwa hiyo mzee alilazwa kituo cha afya kwa masaa 10 tu na kukata roho kwa kukosa kupumua. Shukrani ziwaendee madaktari wa zahanati ya Chogo na viongozi wa serikali na watoto na majirani waliofika kumhudumia na kumuona wakati huo. Viongozi halmashauri ya walei, kamati tendaji na mapadre wa parokia ya Mabanda, madaktari wa Usokani, paroko wa Usokani kwa huduma, paroko msaidizi, baba makamu askofu Padre Francisco Msofu, wakati wote alikuwa nasi hadi kufikisha mwili wake ukianza na sala kuelekea huko Tosamaganga. Masista wa Usokani na wengineo waliofika kumwona na kumfariji. Madaktari wa Tosamaganga na watumishi mbalimbali wakiwemo mapadri wetu Padre Agustino Kamyuka, Padre Marco Kiwelo, Padre Godwin Maliga na watu wengine wote, hususani wanaoishi Iringa mjini, maeneo ya Ipogoro, pia mwenyekiti wa mtaa wa Ipogoro, kuhakikisha tunaomboleza msiba kwa pamoja. Tunawashukuru pia wananchi wa Chogo na vijiji vingine vya jirani, maaskofu, mapadre wote wa majimbo ya Iringa na Mafinga, Njombe, Dar es Salaam na kwingineko, ndugu jamaa na marafiki zetu wote toka kote Tanzania bara na visiwani. Ujumbe wake kwetu ilikuwa ni watu wapendane na wasikate tamaa, waendelee kusali daima kwa kuwa Mungu yupo. Tumsifu Yesu Kristo.